Eva, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi ya Mwanamke Afya Promotion, ambao ndio waratibu wa tamasha la Mwanamke Afya Sports Bonanza. Utaratibu wetu wa kutoa bima za afya tumezingatia makundi yote. Tunawagusa wajane, tunawagusa watu wenye uhitaji maalum, lakini tunawagusa na wanawake wasiojiweza, ikiwa ni kuleta chachu ya kuwaonyesha kwamba bima za afya zina umuhimu. Na katika miaka yetu mitatu ya Mwanamke Afya Fund, tunashukuru Mungu tumeweza kugusa zaidi ya wanawake 700. Tukienda kutoa bima za afya kipindi cha tatu, tutafikia wanawake 1000 ambao wameguswa na hizo bima. Tunatoa bima za afya kwa makundi mbalimbali, na tunafanya hivyo kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ana ajenda ya bima ya afya kwa wote. Kwa majina naitwa Joseph Katembo, ni mmoja wa ratibu katika tukio la Mwanamke Afya Funland. Tunapoongelea Mwanamke Funland and Sports Bonanza tunamaanisha nini? Kwanza kabisa ni tukio ambalo limekuwa likibeba adhima ya kuboresha afya kwa jamii, ambapo limekuwa ni tukio linalotoa bima za afya kwa watu wasiojiweza. Kwa hiyo siku hii ni ya kipekee sana, ambalo ni tukio tutakalolifanya Jumamosi ya tarehe 22 mwezi wa 11 katika viwanja vya barafu maeneo ya Mburahati. Tukio la kimichezo. Tutakuwa na michezo mbalimbali, kimbia kilomita 5, tutakuwa na michezo ya jadi ambayo itafafanuliwa kwa kina zaidi ni namna gani utaweza kuishiriki michezo hiyo. Kwa hiyo kwa ujumla ni tukio ambalo limesheheni burudani, ni tukio lenye furaha, lakini ndani ya furaha tunaokoa maisha kwa kuboresha afya za Watanzania wenzetu. Michezo hii itaanza asubuhi kabisa saa 12. Michezo ni mingi, michezo ya jadi, tutapasha misuli, tutakimbia, tutawasha vifua vyetu kwa kukimbia kilomita 5 na michezo mingine ya kufurahisha. Naitwa Pamela Adams Makasabule, ni afisa habari wa Mwanamke Afya Funland. Tuko hapa kuwajulisha Watanzania kwamba tutakuwa na bonanza hilo ambalo huwa tunafanya kila mwaka, na huu ni msimu wa 3 tunaendelea kufanya bonanza hili, lakini likiwa na lengo kuu kwa ajili ya kutoa bima za afya, kusaidia wahitaji, makundi maalum, wajane, watu wenye uhitaji, lakini pia na wazee. Na lengo kuu la Mwanamke Afya Funland kufanya mabonanza haya na kutoa bima hizi ni kuunga juhudi za serikali ya awamu ya 6 mkono, ili kila Mtanzania aweze kuwa na bima ya afya. Tunafanya michezo, lakini wakati huo huo tunatunza, tunajali afya za wananchi wa Tanzania. Kwa maana hiyo basi, niwaombe Watanzania muweze kujitokeza kwa wingi katika viwanja vya barafu pale Mburahati, na utaratibu ni kwamba kwa wale wasiojiweza tayari tumeshaanza kuorodhesha majina yao kwa ajili ya kuwapatia hizo bima, lakini wengine watapata bima pale ambapo watafika kwenye viwanja vya barafu. Lakini kwenye michezo hii kuna zawadi. Moja ya zawadi itakayokuwepo ni kupata bima ya afya. Kwa MC Ande Makopa, mimi ni afisa habari namba 2 wa Mwanamke Afya Funland. Lakini pia katika kamati tendaji nashughulika na masuala mazima ya michezo. Mchezo ambao itakuwepo, mchezo wa kwanza utakuwa ni kuvuta kamba. Mchezo wa kwanza utakuwa ni kuvuta kamba, na mchezo wa pili utakuwa ni kukimbiza kuku. Yule mtu atakimbiza kuku, mshindi wa kwanza atapata zawadi yake ya kuku, lakini pia na bima, na kwenye kamba wale watakaovuta kamba watakaoshinda pia watapata zawadi ya bima ya afya. Lakini pia kuna mchezo mwingine wa kukuna nazi. Yote ni michezo ya jadi. Mchezo wa kukuna nazi, shindano kukuna nazi atafanyika pale, lakini kutakuwa na mchezo mwingine wa kukimbia na yai, kuweka kwenye kijiko, kukimbia na maji kichwani, lakini pia kukimbia na magunia. Kwa hiyo michezo iko mingi na burudani zitakuwepo nyingi, wasanii watakuwepo wengi.
tutaenjoy, lakini kubwa mno ni kusisitiza kuambatana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6, chini yake msimamizi jemedari mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tunaungana naye kwa pamoja, na ndio maana tumeweka bonanza hili la mwanamke afya Fanrani. Msimu wa 3 unakuja kitofauti. Ni Rosemary Madafu na jina la kazi ni Elsie Madafu, ambao mwanamke Fanrani ilianzishwa mahususi kwa ajili ya kuwagusa Watanzania. Mgeni wetu rasmi atakuwa ni mkuu wetu wa wilaya ya Ubungo, kaka yetu kipenzi advocate. Tunamjua wote bila shaka, ni kaka yetu Albert Sando. Yeye ni mwanamichezo, atakuwa pamoja na sisi, lakini jopo lote la ofisi yake pia wataungana na sisi. Hii ni namna gani nzuri ambapo wananchi wanajitolea kuungana na serikali katika kuhakikisha Watanzania wote wanakuwa salama kwenye afya.